Wengine wanaweza wakaona sekta hizi zina mchango labda mdogo kwenye biashara, lakini mimi nataka niwaambie, sisi kama serikali tuna maono yetu miaka 25 ijayo, na katika maono yetu kwa sasa hivi tunataka sekta ya biashara iendeshwe na sekta binafsi kwa 70%. Yaani tunataka mitaji yote ya biashara, dira yetu ya 2050, tunataka investment capital, wataalamu wanasema, itokee kwenye sekta binafsi. Sekta binafsi na biashara za aina nyingi, na mojawapo ya biashara na sekta muhimu sana ni sekta ya kutoa huduma, kwa sababu ni sekta ambayo utake ustake ipo katika jamii. Sekta hii ina ajira nyingi sana, na mimi nikiwaangalia hapa wako wakongwe kwenye sekta hii kama dadangu Doka na wengine ambao kidogo ni watu wazima wenzangu, lakini mimi nimefarijika kwa sababu kote huko nimepita kwenye maduka yenu mmewaweka vijana. Kwa hiyo ni sekta ambayo ina potential kubwa sana katika kutoa ajira kwa vijana. Kwa hiyo lazima nilisema nitakuja ili sasa iwe mwanzo wa mashirikiano yetu kwenye kukuza sekta hii ya kutoa huduma. Lakini vile vile tutashirikiana vizuri sana kuhakikisha tunapanua wigo huo, ili kuhakikisha kwamba basi watoa huduma wanakuwa na platform hiyo. Na mojawapo ya namna ya kuadvance sekta ni urasimishaji. Na urasimishaji ndio ajenda ya Mheshimiwa Rais. Akati ananiapisha mimi na akati anamwapisha katibu mkuu wangu, alirudia mambo mawili. Akaniambia, Judy, la kwanza urasimishaji. Kwa sababu kwenye urasimishaji ndipo tunaanza kujenga fursa kwa wafanyabiashara. Kuna ile notion kwamba mtu ukimwambia urasimishaji anawaza kuna mlolongo wa vitu natakiwa nifanye, nilipe hiki ndo niweze kurasimishwa, ni shughuli, yani ni shughuli nzito, ni urasimishaji. Kwa hiyo sasa watu wana ile picha kwamba urasimishaji wa biashara kwanza ni kazi nzito ili ufike kwenye mfumo rasmi. Sisi kama serikali tumejipanga, kwa sababu hatuwezi kusema tunataka mitaji 70% itoke kwenye sekta binafsi halafu tusiendelee kuboresha mazingira ya kufanya biashara. Kwa hiyo tulishaanza na sasa hivi tunaendelea. La kwanza, zile kodi zote ambazo zinavuta kidogo, zinamvuta nyuma mfanyabiashara, tumeanza kuzifanyia kazi. Nyie mtakumbuka Mheshimiwa Rais amepokea ile ripoti ya masuala yote ya kodi. Tunaenda kuangalia upya muundo wote wa kodi, kwa sababu ili mfanyabiashara aweze kudumu katika sekta ni muhimu sana kuweza kurasimisha na kurahisisha mazingira ya kufanya biashara. Lakini la pili, tumekubaliana tutapunguza udhibiti na tutaongeza uwezeshaji. Nilisema na ninarudia kusema, tukimkuta mfanyabiashara hana leseni za biashara zake, ili mradi ni biashara halali, hatutamfungia biashara. Tutamsaidia nini afanye ili aweze kuendelea kubaki katika soko. Sisi tunaitambua kwa mahususi sekta hii, tunatambua mchango wake, na vile vile nimekuja na wenzangu wa wizarani, tutawasaidia sasa katika urasimishaji, kwa sababu uzuri taasisi karibia zote ziko chini yetu, chini ya wizara ambayo mimi naisimamia. Lakini vile vile tutawasaidia kuchakata zaidi, kuona sekta hii inachangia kwenye ajira za moja kwa moja kiasi gani, ajira ambazo sio za moja kwa moja kiasi gani, uchumi kiasi gani. Tutaifanya kwa namna ambayo mchango mkubwa kwa sekta hii ndogo iweze kuonekana na uendelee kuimarika. Lengo letu sisi ni kuona kila sekta inazalisha ajira endelevu za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa maelfu ya Watanzania, hasa vijana na wanawake. Lakini lengo letu pia sisi ni kuona sekta hii inachochea ukuaji wa biashara zaidi ndogo ndogo na zakati katika mnyororo mzima wa thamani wa sherehe na matukio, lakini vile vile inaunganisha sekta nyingi za uchumi ikiwemo utalii, usafirishaji, chakula na vinywaji, mavazi, sanaa, mapambo na teknolojia ya bunifu, lakini vile vile inachangia katika mapato, lakini vile vile inakuza soko la ndani na kuimarisha mzunguko wa fedha ndani na nje ya nchi.
Kila mtu ana kipawa chake ambao Mwenyezi Mungu amempa, si ndio hivyo? Yaani kama kwenye ubunifu wa mavazi yupo tu ambaye atakuwa anaenda zaidi kuliko mwingine, si ndio hivyo? Kwa hiyo anayeenda zaidi amvute na mwingine ambaye yuko nyuma yake. Kwa hiyo waliotangulia kwenye sekta yenu, kuna visekta vidogo vidogo, kuna ubunifu wa mavazi, kuna wale wa makeup, kuna wale wa chakula, kuna ma MC kaka zangu na Luvanda, rafiki yangu Wena, wapo pale wengi kabisa. Basi ukitangulia inakuwa ni baraka ya kuwavuta na wengine ambao wako nyuma yako, kwa sababu keki bado ni kubwa sana. Haina maana kutaka kuimiliki yote, kwa sababu haitawezekana. Tanzania bado ni kubwa, sherehe bado ni nyingi, na fursa bado ni nyingi sana. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, kuinuana, kupendana, lakini vile vile kushirikiana kwenye kuonyeshana fursa. Na mimi na wizara yangu na wenzangu wizarani tutaendelea kuwapa ushirikiano ili kuboresha urasimishaji, lakini vile vile kufungua fursa zaidi kwa wafanyabiashara ambao wako katika sekta hii ya kutoa huduma.